Mpendwa mfuatiliaji na mtazamaji wa Lux Fidei Mwanga wa Imani, mnamo tarehe 10 Januari 2026 Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitangaza rasmi mwaka wa Mtakatifu Francisco wa Asizi, na sasa akiangazia urithi wa miaka 800 tangu kifo chake, yani mnamo mwaka 1226. Na hivyo kuanzia Januari 10 mpaka Januari 10, 2026 hadi Januari 10, 2027 umetengwa kuwa mwaka wa Mtakatifu Francisco wa Asizi, tukitafakari na kuona vielelezo vya utakatifu wa maisha na ushahidi katika imani. Na hivyo ofisi ya toba ya kitume Apostolic Penitentiary imetoa upatikanaji wa rehema kamili katika kuadhimisha jubilei ya mwaka huu, mwaka wa Mtakatifu Francisco wa Asizi, tukiangalia urithi wake. Na hivyo katika familia zote za shirika la Mtakatifu Francisco wa Asizi, kwa maana daraja la kwanza, daraja la pili na daraja la tatu, pamoja na maisha ya wakfu, na kwa namna ya pekee bila ubaguzi, waamini wote watajichotea neema na baraka hizo katika mwaka huu mtakatifu wa Mtakatifu Francisco wa Asizi. Na hivyo leo katika kuendelea kutafakari kwa kina urithi huo wa Mtakatifu Francisco wa Asizi, tunaye mwasham sana Baba Askofu Mkuu Jude Thaddeus Ruwaichi OFM Cap, akiwa ni mmoja wa watawa wa shirika la Mtakatifu Francisco wa Asizi wa Kapuchini. Karibu sana baba. Asante. Kwanza tunapenda kumpongeza kwa kutimiza miaka 50 kama mtawa wa shirika la Mtakatifu Francisco wa Asizi Mkapuchini. Hongera sana baba kwa jubilei hiyo ya miaka 50. Basi tutakuwa na mada kadhaa ambazo tungependa baba tushirikishe katika tafakari hii ya miaka 800 baada ya kifo cha Mtakatifu Francisco wa Asizi. Na kama ilivyo kawaida ama ilivyo ada, wewe mwenyewe ni mtawa wa shirika la Mtakatifu Francisco wa Asizi. Pengine binafsi kwako, Mtakatifu Francisco wa Asizi ni nani kwa ufupi? Asante sana mwasisi wa Lux Fidei kwa kunitembelea na kutaka tuzungumzane kuhusu Mtakatifu Francisco na jubilea ya miaka 800 tangu alipofariki, akiwa ametuachia wosia mzito. Mtakatifu Francisco ni kielelezo cha Mkristu mwongofu, Mkristu ambaye baada ya maisha mepesi alipata neema ya kumwongokea Mungu, akakumbatia Injili na akaiishi kwa uaminifu mkubwa. Aidha, Mtakatifu Francisco ni kielelezo cha mfuasi thabiti ambaye amemfuata Kristu kadiri ya mashauri ya Injili. Mashauri ya Injili ambayo kwa kifupi ni utii kamili, usafi kamili wa moyo na ufukara. Hizo ni tunu za Kristo, na Francisco alizikumbatia kwa uaminifu na kwa moyo wake wote. Na wale ambao wanafuata nyayo za Mtakatifu Francisco wanajikita pia kukumbatia hayo mashauri ya Injili. Asante sana baba. Na jana tarehe 13 katika kanisa la Mtakatifu Martha ulizinduliwa kitabu cha historia, tuseme taito yake kwamba Askofu Mkuu Jude Thaddeus Ruwaichi, askofu mkuu na mtawa. Na katika kitabu hicho na sehemu ya homilia yako ulielezea kwamba mwanzo ulikuwa katika shirika fulani kabla ya kuwa Mkapuchini. Katika mang'amuzi na tafakari yako ukaona kwamba
baadaye inakupendeza uwe mkapuchini? Kulikuwa na mashirika mengi wa Benediktini na kadhalika. Nini hasa kilikuvutia kwanza kutoka lile shirika ulokuwepo, na kwa nini ukaamua kuwa mkapuchini? Kwa sababu familia za Kifransiskani zipo karibia 3 kama sijakosea. Kwa nini ulivutiwa na ukapuchini na sio labda ukonventuali na kadhalika? Asante. Kwanza shirika ambalo nilikuwa nimelinyemelea lilikuwa shirika la Roho Mtakatifu. Na sikuwa nimeingia tayari kwenye malezi mazito. Nilikuwa mpostulanti. Postulanti ni yule ambaye yuko kwenye malezi ya awali. Sasa kilichonifanya mimi niingie ukapuchini kwanza ni urafiki. Nilikuwa na rafiki yangu ambaye alikuwa frateri mwenzangu, aliitwa Paul Limo. Yeye alikuwa mtu mwema sana, lakini alikuwa na mapambano ya kimasomo. Kwa hiyo tukawa tunasaidiana, na katika kusaidiana kule akaniambia, bwana, mimi nakuona wewe kwamba ingefaa uwe mkapuchini. Nikamwambia, bwana, hiyo kitu haiwezekani kabisa, kwa sababu kati ya vitu ambavyo katika kuwasoma wakapuchini sikukipenda ni ile ya kusikia kwamba wanashikamana na wakoma. Kwa sababu ya muasisi mwenyewe alishamkumbatia mkoma na bila kupata shida yoyote. Kwa hiyo nikasema, bwana, mimi mambo haya sitaweza. Lakini tukaenda tukiwa shirikani Holy Ghost kule Usa River, tukafanya retreat. Na katika mafungo yale nikachukua kitabu cha Padre Pio. Padre Pio mmoja wa mkapuchini wa Mtakatifu Francis wa Assisi. Nikakisoma mwanzo mwisho. Kilinimpress sana. Hapo ndio ikawa ndio mwanzo wa kuamua kwenda ukapuchini. Jambo la pili lililonifanya niondoke Holy Ghost, kwanza kama shirika lilikuwa very liberal. Liberal katika maana gani? Liberal katika mambo ya kisasa ya kidunia. Kwa hiyo mimi nilitaka kitu ambacho ni stricter. Jambo la pili, baba zangu wawili ndio kubwa walikuwa ndani ya lile shirika la Holy Ghost. Sasa katika kuendelea kujitafakari, sikujisikia comfortable kuwa na baba zangu wawili pale. Hiyo ni kinyume. Watu wengine pengine baba yake akiwa huko au jimboni au pengine inaweza akavutika vizuri zaidi kuliko akiwa tofauti. Ndio, lakini mimi nilitaka kuwa huru. Okay. Nilitaka kuwa huru zaidi. Umeuliza pia kwamba kwa nini nilichagua ukapuchini na sio uminori au konventuali. Shirika la wakapuchini ni shirika kongwe hapa Tanzania. Limekuja mwaka 1921 Tanzania. Lakini katika mpangilio wa kutokea kwa hayo lenye kama ndo dogo au ndio changa zaidi, lina miaka 500. Ndio. Lakini kuwa Tanzania ni la kwanza. Kwa hiyo ndilo linalojulikana zaidi Tanzania. Ndio. Kwa kiidadi ni la pili. Wale wa minori ni wa kwanza, wana kama wafuasi 15,000, wakapuchini 12,000, wa konventuali 4,000. Kwa la pili, kwa konventuali ni wengi zaidi kuliko wa konventuali ni wachache zaidi kuliko wakapuchini. Okay, sawa. Ndio. Na kwa hiyo wakati ule wa konventuali au wa minori hawakuwepo Tanzania. Wakati wako? Wakati wa mimi kuamua kujiunga na shirika.
hakuwepo. Ndio. Nashukuru sana baba kwa historia na mang'amuzi hayo ya kutuonyesha hiyo transition yako, na umeelezea vizuri katika hizo mashauri ya Injili, utii, usafi wa moyo na ufukara. Pengine kuna karama hii pendwa kabisa Mtakatifu Francisco wa Asizi ya ufukara ama umaskini. Pengine dunia leo watu tunatafuta kuwa na umiliki wa vitu, kujiepusha na umaskini, na wale watu ambao wapo katika mazingira ya umaskini huko mtaani, kuna suggestion au watu wanatoa tafakari zao kwamba kuna watu wanatumia vibaya mali. Mtu labda analala Uingereza, anakuja chakula cha mchana Saudi au Faransa au nini, ni kama matumizi mabaya ya mali, wakati kuna watu maskini zaidi. Pengine hii fukara hii nadhiri ya ufukara unaielezeaje katika muondoko wa Mtakatifu Francisco wa Asizi au katika mind ya Mtakatifu Francisco wa Asizi? Ufukara ambao Francisco aliupenda ni tunu ya kiroho. Na kama tunu ya kiroho haibagui, inaweza ikamgusa aliye na mali, pia ikamgusa asiye na mali. Tukumbuke kwamba tunapozungumza juu ya hii tunu ya kiroho, Bwana Yesu katika mafundisho yake mlimani kwenye Injili ya Mtakatifu Mathayo 25 sura ya 5 na kuendelea, ameanza na zile heri. Na ameanza na heri walio maskini wa roho. Ndio. Watu wanasahau kwamba kinachosisitizwa hapo ni umaskini wa roho, ambao ni disposition au muono unaomhusisha mtu zaidi na Mungu wake. Mtu ambaye ana umaskini wa roho ni mtu anayetambua udogo wake, hata kama ni nani, hata kama ni rais, hata kama ni nani, anatambua kwamba yeye ni kiumbe. Ndio. Na anamhitaji Mungu, na kwamba Mungu peke yake ndiye mhimili wake. Ile hali ya utegemezi, kuna hali fulani ya utegemezi. Upenda usipende, tuko wategemezi kwa Mungu. Ndio. Kwa hiyo ni lazima tujifunze kumrudishia Mungu sifa, shukrani na heshima, kwa kuwa ndiye aliyetupa vyote, uhai ukiwepo, na vyote ambavyo tunaweza tukawa navyo. Ndio. Amani na salama ndio salamu ya Wafransiskani kama sijakosea. Ndio. Na katika dunia ya leo ambayo imejaa magomvi, mafarakano, chuki, na wakati mwingine mbaya zaidi kuwepo kwa vita ama kutokea vita, na pengine ninafikiria mwarobaini wa hayo unaweza ukawa amani, haki na kutambua thamani ya kila mmoja wetu. Katika mawazo na hiyo roho ya Kifransiskani, pengine unaweza kuelezeaje, tunawezaje tukapata hiyo amani, haki ya kweli na ya uhakika katika maisha yetu ya kila siku, kwa namna ya pekee katika context yetu ya Tanzania na Afrika? Asante. Amani na usalama ni kweli ni salamu yetu wa Fransiskani, na tunaposalimiana hivyo tunatambua kwamba tunao utume wa kuwa wajumbe wa amani na kuwa pia wajenga usalama na watetezi. Maanake tukiishi amani, tukiishi haki, tunakuwa tunazingatia pia masilahi na usitawi wa wengine. Na ni lazima tukumbuke, pamoja na kuweka msisitizo kwenye amani na usalama, hakuna amani bila haki. Hili nilisisitiza kwa sababu
hicho ni kizingumkuti kwa Watanzania wengi. Huwa tunagilibiwa tukiambiwa kwamba tupiganie usalama, tupiganie amani kwanza. Haki tunaiacha nyuma. Huwezi ukawa na amani bila kuwa mtu wa haki, bila kuwajali wengine, na bila kujishusha na kujitambua kwamba wewe ni mwanadamu kama wanadamu wenzako. Hilo Francisco alilifanya sana. Alitafuta kupatanisha watu, alitafuta kuleta haki, alitafuta kuwafanya watu watambuane na wakubaliane kwamba wote ni watoto wa Mungu. Mara nyingine tunaweza tukafikiri kwamba sisi ni watoto wa Mungu na wengine ni vikaragosi. Ndio. Na hiyo inahamasisha ama inatuleta katika ile dhana ya undugu kwa binadamu wote. Yes. Ambayo hata Francisco alifanya, alipata kusoma mahali aliweza kupatanisha hata na ndugu zetu Waislamu katika maeneo fulani. Alikuja Afrika akapokelewa na sultani wa Morocco. Ni kitu kizuri ambacho kimsingi kinaongeza huo umoja na mshikamano wetu mbali ya tofauti zetu. Na kitu ambacho nataka niseme ama niongelee tena ni kuhusiana na hilo swala la undugu wa kibinadamu. Undugu wa kibinadamu ambao kwa mtazamo wa Mtakatifu Francisco wa Asizi, sisi kama jamii ya Waafrika wa Bantu tuseme, tunauishije huu undugu ambao Mtakatifu Francisco wa Asizi aliuanzisha, ile brotherhood alianzisha. Na pengine ukipendezwa unaweza ukatuchotea tafakari kutoka katika lile kongamano ambalo lilifanyika hapa Dar es Salaam, kongamano la 5 la Ekaristi, ambazo lilikuwa na kauli mbiu undugu kuponya ulimwengu. Lakini pia moja ya kazi zako ulizozifanya za utafiti katika masomo ya falsafa ni ule utafiti ambao unasema The Constitution of Muntu, an inquiry into the Eastern Bantu's metaphysics of person, ambayo kwa tafsiri yangu naweza nikasema muundo wa mtu, uchunguzi juu ya metafizikia ya utu katika fikra za Wabantu wa Mashariki. Pengine unaweza ukatuelezea huo undugu wa kibinadamu na hizo hoja mbili. Nianzie ulikoanzia na swali. Ndio. Sisi wa Afrika umeweka tu mkazo kwa Wabantu, lakini niweke wa Afrika. Ndio. Tunayo safari nzito na ngumu kuhusu undugu. Huwa tunatamka kwa wepesi kwamba Waafrika wote ni ndugu. Lakini tuwe makini, inaweza isiwe ni kweli. Kwa sababu bado tunazo chembe za ukabila. Bado tunazo chembe za mataifa yale ambayo yalizalishwa na wakoloni. Kwa hiyo hapo unaweza kukuta watu wanabaguana kwa misingi ya kabila, kwa misingi ya utaifa na kwa misingi ya dini. Ambapo kwa haki kabisa watu wangepaswa kurudi kwa Mungu na kutambua kwamba chimbuko la watu sio taifa fulani, sio kabila fulani, ni Mungu aliyemuumba mwanadamu. Na tukitambua hilo, basi tutajikita kuishi kwa namna ambayo inatambua uwepo wa mwenzetu, inalinda uwepo wa mwenzetu, inatetea na kuheshimu uhai wa kila mmoja. Na katika kutambua hilo, Mtakatifu Francisco wa Asizi
na karama yake na urithi wa miaka 800 tangu kifo chake. Mambo mengi sana yamefanyika na hawa ndugu zetu wanaomfuasa Mtakatifu Francisco wa Asizi. Na kwa namna pekee hata jimbo letu kula Dar es Salaam liliinjilishwa pia na kwa sehemu na hawa wa ndugu wadogo wa Mtakatifu Francisco wa Kapuchini, nafikiri wa Uswizi katika historia. Sasa pengine kwa ufupi katika kanisa letu na kwa namna pekee jimbo kuu la Dar es Salaam, nini faida yao katika maisha ya kiroho na kimwili kwa watu, waliwagusaje? Asante kwa kunipeleka kwenye mchango wa Kapuchini katika uinjilishaji wa Dar es Salaam. Kabla ya kabili hilo, napenda niwe mnyofu na kutambua kwamba uinjilishaji katika maeneo haya ya Dar es Salaam, na nikisema Dar es Salaam manake ni kutoka Dar es Salaam na kwenda kusini yote. Majimbo ya sasa ya Lindi, Mtwara, na Chingwea iliyokuwepo, Tunduru Masasi iliyokuja baada ya nanini ya Nachingwea, Songea, alafu Iringa, Mahenge, hayo yote yalikuwa wakati wa Benediktini chini ya uinjilishaji wa Kibenediktini. Kwa hiyo kwa takriban miaka 20 na kitu hivi uinjilishaji ulifanywa na Wabenediktini. Ilibidi Wabenediktini waondoke kwa sababu ya matokeo ya vita vya kwanza vya dunia. Wale Wabenediktini wa St. Ottilien au wengine? Ndio. Kwa hiyo hao waliondoka au waliondolewa mwaka 1918 mwisho wa vita. Kwa hiyo walipoondolewa, ofisi kuu ya Baba Mtakatifu ikafikiria shirika ambalo liko neutral na taifa ambalo liko neutral, ambalo linaweza kupeleka wamisionari ambao hawatakinzana na upande wote. Kwa hiyo likatafutwa shirika la Wakapuchini, likakabidhiwa jimbo kuu la Dar es Salaam, na Wakapuchini wamefika hapa mwaka 1921 na wameinjilisha mpaka juzi. Wakapuchini wa mwisho wa misionari tulio nao ni 3. Ndio. Waswisi 2 na Muitaliano 1. Wapo mpaka sasa? Wapo. Hawa wameinjilisha sasa kwa miaka mingi, kutoka hiyo miaka ya 21 mpaka huko mwisho wa karne hiyo iliyopita. Ndio. Basi asante sana kwa mang'amuzi hayo. Wengine sisi watoto wa Gen Z, hiyo historia inakuwa ni ngeni kwetu. Na katika kile kitabu na sehemu ya mazungumzo yako nasema kwamba ulivutiwa na yule Padre Pio wa Pietrelcina, ambaye alikuwa ni mmoja wa shirika la Francisco wa Kapuchini. Ndio. Pengine ukiachilia huyo, unaweza kutarajia watakatifu wengine ambao wapo katika familia hiyo ya Wakapuchini ambao wamekuvutia, na pengine katika tafakari zako unatamani uwe kama wao, au sisi wengine tuchukue mifano yao katika kuadhimisha hii miaka 800, kwa sababu ni sehemu ya urithi wa yule Francisco wa Asizi? Ndio. Wako wengi kwa kweli watakatifu wa Francisco, na sio tu wa Kapuchino, ni wengi. Ni wengi. Hapa nitataja mmoja ambaye ni outstanding, ni mkonventuali. Ndio. Mtakatifu Maximiliano Maria Kolbe. Huyo alikuwa mhanga wakati wa vita vya pili vya dunia, wakati wa Hitler. Ndio. Akiwa amefungwa, bila shaka angeuawa tu. Auschwitz, ile kambi ilikuwa inaitwaje? Auschwitz. Auschwitz. Akiwa amefungwa, kuna siku ambapo
mfungwa mwenzake alikuwa amehukumiwa kwenda kuuawa. Ndio. Kwa sababu mmoja akalia sana kwa sababu anawaacha watoto wadogo. Alikuwa na mke na watoto wadogo. Ndio. Basi Mtakatifu Maximiliano akasimama akasema, naomba huyo aachwe, mimi niende badala yake. Na kweli hilo lilifanyika. Maximilian alichukuliwa akafa na yule akabaki, na amesurvive mpaka baadaye amekuja kushuhudia matakatifu yanayomhusu Maximiliano. Yeah. Kwa hiyo ni wapo wengi lakini umependa huyo. Yes, napenda kumpinpoint huyo. Ni kweli kwa sababu ameishi ile Injili ya Yohane nafikiri. Yes, mwenye urafiki wa kweli, yes. Upendo wa kweli anautoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Na basi katika maadhimisho ya mwaka huu wa jubilei ya miaka 800 tangu kifo cha Mtakatifu Francisco wa Asizi, kama jimbo kuu la Dar es Salaam ulishatoa maelekezo katika sehemu mbalimbali kwamba uadhimishaji na upatikanaji wa rehema kamili katika maeneo ya kufanyia hiyo hija ni sehemu mbalimbali. Pengine kuna wengine labda hawajapata kusikia, unaweza ukatudokeza ni sehemu gani, au kama jimbo tunaweza kuadhimisha vipi katika maparokia na sehemu mbalimbali huu mwaka wa Mtakatifu Francisco wa Asizi? Kwanza kabisa nikirudi kwenye maagizo bayana ya Vatican, ndio waamini wote wanahusika na hii jubilei ya miaka 800. Ndio. Sio ya Wafransiskani tu. No. Inawagusa waamini wote. Jambo la pili, waamini wote wanaopenda wanaweza kwenda kupata rehema kamili katika makanisa yanayohudumiwa na Wafransiskani. Ndio. Ila kwetu Dar es Salaam, pamoja na hiyo fursa ya kwenda kwenye makanisa haidhuru lipi linalohudumiwa na Wafransiskani, nilibainisha maeneo matatu ambayo yanaweza yakawa ni focal point. Kwanza, Pugu, kituo cha hija na ambacho sasa akihudumiwa na Wafransiskani lakini kwa miaka mingi kilibebwa na Wafransiskani. Ndio. Hata kujengwa kwa parokia ya Pugu kulifanywa na Wafransiskani. Nakumbuka pale nilisoma Pugu 2014 tulipoingia. Ndio. Kulikuwa na Padre Leonardo Amadori ambaye ni Fransiskani, ni Mkapuchini. Alikuwa ndo paroko pale na walau tulikuwa tunaenda kule hija. Of course alikuwepo faza mmoja Benediktini kama anasimamia kituo kule. Ndio. Na kituo kama kituo kusimamiwa na Benediktini ni jambo lilokuja very late. Alikuwepo kabla ya miaka ya 90 mwishoni. Ndio. Kwa wale wa Benediktini walivyoondoka kile kituo baada ya kufariki wale mashahidi pale, yes. Walikuja kushikilia Wakapuchini. Yaani kila kitu kwa Dar es Salaam kilishikiliwa na Wakapuchini. Okay. Kwa sababu ya hilo ulisema wafungamani na upande wote. Ndio. Ndio. Basi tunashukuru. Hiyo ni sehemu ya Pugu, umetaja moja. Sehemu ya pili ulisema tatu. Nisema Pugu. Ya pili ni shrine ya Padre Pio kule Msimbazi. Na ya tatu parokia ya Roho Mtakatifu Segerea. Okay. Basi tunashukuru baba kwa mang'amuzi, tafakari, historia na maelezo ya kichungaji katika kuadhimisha jubilei ya Mtakatifu Francisco wa Asizi, miaka 800 tangu kifo chake. Na pengine ukipenda kufuatilia zaidi unaweza kutembelea hizo sehemu, parokia ya Roho Mtakatifu Shrine na kituo cha hija Pugu.
Nikutakie ufuatiliaji mwema katika kipindi chetu leo. Ulikuwa nami Padre Benjamin Maganga Bundala, tukiwa pamoja na mwasha msana Askofu Mkuu Jude Thaddeus Ruwaichi OFM CAP. Hii ni Lux Fidei, mwanga wa imani.